بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 79 wa kitabu chetu, tukiingia katika kusoma mlango wenye kuelezea vitendakazi vyenye kuingia katika mubtada na khabari. Tamam, hakadha anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, babul awamili ad-dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari, akimaanisha hadha huu babu ni mlango al-awamili wa kuelezea vitendakazi ad-dakhilati vyenye kuingia ala al-mubtada'i wal khabari, venye kuingia katika mubtada na khabari. Anasema Sheikh, hadha al-babu, mlango huu, munaqidun, umefungwa au munaqidun, umefungika, lilawamili, katika kuvielezea vitendakazi ad-dakhilati, venye kuingia ala al-mubtada'i wal khabari, katika mubtada na khabari. Kufungika maana yake ndani ya mlango huu maelezo yatakayoelezwa si mengine isipokuwa maelezo ya hichi kilichotajwa mbele yake. Kwa hiyo hadha albabu, huu ni mlango munaqidun, uliofungika lilawamili, katika kuvielezea vitendakazi ad-dakhilati, venye kuingia ala al-mubtada'i wal khabari, katika mubtada na khabari. Tamam. Fatughayyiruhuma, fa bimaana thumma, fatughayyiruhuma, kisha hivyo vitendakazi baada ya kuingia kwenye mubtada na khabari vinaibadilisha mubtada na khabari. Lakini sio hivyo tu, watansakhu hukmahuma as-sabiqa, na vinaifuta hukumu ya mubtada na khabari as-sabiqa, iliyotangulia kuelezwa hapo nyuma. Tamam. Walihadha, na kwa sababu hii sasa, tusamma, vinaitwa hivyo vitendakazi ambavyo vinaingia kwenye mubtada na khabari na vinakwenda kuibadilisha hukumu ya mubtada, sawa sawa, tusamma, vinaitwa bin nawasikhi, vinaitwa bin nawasikhi, vifuta hukmu. Tamam. Walihadha, na kwa sababu hii sasa. Sababu gani? Sababu ya kuwa vinaingia kwenye mubtada na khabari kisha vinakwenda kuibadilisha mubtada na khabari na vinaenda kufuta hukumu yake, tusamma, vinaitwa vitendakazi hivyo bin nawasikhi, vifuta hukmu. Tamam. Kwa maana vifuta hukmu ya mubtada na khabari. Wahia, na vitendakazi hivyo, kana wa akhawatuha, ni kana na ndugu zake, kwa maana wale wenye kufanya kazi kama anayofanya kana. Tamam. Nahu, mfano kusema kana zaidun qa'iman, kana zaidun qa'iman, zaidi alikuwa ni mwenye kusimama, zaidi alikuwa ni mwenye kusimama. Tamam. Utaona hapa kuna zaidun na kuna qa'iman, lakini nyuma yake vimetanguliwa na kana. Sasa huyu kana huyu ndiyo katika hivyo vitendakazi hivyo, tamam, venye kuingia katika mubtada na khabari na vikaenda kubadilisha hukumu ya mubtada na khabari. Sasa hii zaidun, lau kama tutatoa kana, zaidun atakuwa ni mubtada na atakuwa ni mwenye kurufaishwa, na hii qa'iman iliyonasibishwa itakuwa ni marfu'un na itakuwa ni khabarul mubtada'i, sawa sawa. Lakini baada ya kuingia kana, huyu zaidi pamoja na kuwa amebaki kuwa ni marfu'un, lakini si mubtada tena, anaitwa ismu kana. Tamam. Na huyu qa'iman amebadilika kabisa baada ya kuingia kana. Huyu qa'iman amebadilika kabisa, baada ya kuwa ni marfu'un akawa ni mansubun. Tamam. Na baada ya kuwa ni mansubun akawa sio khabarul mubtada'i tena, akawa ni khabaru kana. Tamam. Na mengine tutayaona huko mbele, lakini huo ni kama nini, maelezo ya kwanza tu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo nahu kana zaidun qa'iman, zaidi amekuwa ni mwenye kusimama. Wa inna wa akhawatuha,
na inna wa akhawatuha, na ndugu zake pia ni katika hivyo vitendakazi vyenye kuingia katika mubtada na khabari. Nahu, mfano inna zaidan qaimun. Utaona hapo zaidi lau kama inna isingekuwepo ingekuwa ni marfu'un, angekuwa ni marfu'un na angekuwa mubtada, tamam. Lakini hapa amekuwa ni mansubu na amekuwa ni ismu inna, na qaimun amebaki kuwa ni marfu'u, lakini sio khabarul mubtada tena, ni khabaru inna, tamam. Wa dhanna wa akhawatuha, wa dhanna wa akhawatuha, na dhanna na ndugu zake. Nahu, mfano kusema dhanantu zaidan qaima, nilizania zaidi kuwa ni mwenye kusimama. Utaona hapo zaidan amenasibishwa na qaiman amenasibishwa, na lau kama ingeondoshwa dhanantu, basi zaidan hapo asingekuwa ni mwenye kunasibishwa, bali angekuwa ni mwenye kurufaishwa na angekuwa ni mubtada, na qaiman pia angekuwa ni mwenye kurufaishwa na angekuwa ni khabarul mubtada, lakini imekuwa ni vingine. Tutakuja kuona huko mbele imekuwaje zaidi akanasibishwa na qaiman akanasibishwa, tamam. Hakadha Sheikh akaanza kututolea mifano ya kana wa akhawatuha, ya kana na ndugu zake. Akasema fa amma kana wa akhawatuha, amma kana na ndugu zake, fa innaha, hakika huyu kana na hao ndugu zake, tarfa'u al-isma, vina linasibisha jina, alladhi, jina ambalo kana mubtada'an, lilikuwa ni mubtada. Tarfa'u al-isma, vina lirufaisha jina, tamam. Fa amma kana wa akhawatuha, amma kana na ndugu zake, fa innaha, hakika huyo kana na ndugu zake, tarfa'u al-isma, vina lirufaisha jina, alladhi, jina ambalo kana mubtada'an, lilikuwa ni mubtada, tamam. Wa yusamma, na linaitwa jina hilo baada dukhuliha, baada ya kuingiliwa na kana, ismaha, linaitwa ismu kana, tamam. Wa tansibu al-khabar, na huyo kana na ndugu zake wanainasibisha khabari. Wa huwa alladhi, na hiyo ni khabari ambayo kana khabaran lilmubtada, ilikuwa ni khabari ya mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha, na inaitwa khabari hiyo baada dukhuliha, baada ya kuingiliwa na kana na ndugu zake, khabaraha, itaitwa khabari kana na ndugu zake, tamam. Hakadha wa hiya, na huyo kana na ndugu zake, ai akimaanisha kana wa akhawatuha, kana na ndugu zake. Kana akaanza kumtaja kana, kisha namtolea mfano, tamam. Kwa maana hapa sasa anaanza kumtaja mmoja baada ya mwingine, kisha namtolea mfano na irabu yake, tamam. Hakadha ndio akasema kana. Nahu, wa kana Allahu ghafuran rahima, wa kana Allahu ghafuran rahima, asili ya kana Allahu ghafuran rahima ni Allahu ghafurun rahimun, lakini ikaingia kana ikafuta ile hukumu ya mubtada na khabari, ikawa wa kana Allahu ghafuran rahima, tamam. Hakadha wa i'rabu, na i'rabu yake kana fi'lun madhin naqisun, tamam. Wa i'rabu, na i'rabu yake kana, huyu kana hapa ni fi'lun madhin, ni kitendo cha madhi, naqisun, sasa yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, tamam. Wa lafdhul jalalati, na lafdhul jalala ambao ni Allah, ismuha, ni ismu ya kana, marfu'un biha, imerufaishwa kwa hiyo kana. Wa alamatu raf'ihi, na alama ya kurufaishwa kwake, adhammatu dhahira, ni dhamma iliyokuwa wazi, tamam. Ghafuran, ghafuran khabaruha mansubun, ni khabari ya nani? Ni khabari ya kana iliyonasibishwa. Khabaruha ni khabari ya kana, mansubun biha, iliyonasibishwa nani? Iliyonasibishwa na kana. Wa alamat nasbiha alfathatu dhahira, tamam. Wa rahiman khabaru ba'da khabarin mansubun, ni khabari ya nani? Ni khabari ya kana baada ya kutangulia khabari nyingine, mansub, nayo pia imenasibishwa bil fathati adh-dhahira, wa fatha iliyokuwa ni dhahir, tamam. Sheikh akatutanabaisha hapa, kwa nini tumesoma pale juu fi'lu madhin naqisun. Sasa kuna sifa imeingia, ni ipi? Fi'lu madhin, hii kana ni fi'lu madhin, ni fi'lu ya madhin naqisun, ambao ni naqisun. Sasa kwa nini imeitwa naqisun? Na wenzake pia wote wanaitwa naqis. Kwa nini wameitwa naqis? Sheikh anasema wasumiyat hadhihi al-af'alu naqisatan, wasumiyat, na vimeitwa hadhihi al-af'alu, vitendo hivi, naqisatan, vimeitwa kwa ni naqis, liannaha, kwa sababu vitendo hivyo la taktafi bil marfu'i,
havitosheki kubakia na ismu ambayo ni marfu, bali la yatimu maanaha, haikamiliki maana ya vitendo hivi illa bil mansub, isipokuwa lipatikana jina nyingine ambayo ni mansub. Sasa kwa ndio vikaitwa an-naqiswa, kwa maana vitendo vyenye mapungufu. Sawa. Kwa sababu gani? Kwenye vitendo vingine vile vya kawaida, mfano wake jaa ni fi'lu lazim, inatosheka na marfu peke yake. Sawa hakadha. Lakini hivi kana na ndugu zake na hao wengine, tamam, wote hawa hawatosheki na jina ambao ni marfu. Sasa lazima ili kamilike maana yake ilipatikane jina jingine ambalo ni mansubu. Ndio maana nini vikaitwa vitendo gani? Al-af'alu an-naqiswa. Ndio maana wale jua kasemaje, fi'lu madhin naqisun, kwa maana hichi ni kitendo cha madhi chenye nini? Chenye upungufu. Sawa, kinarufaisha jina, lakini pia bado watansibul khabara au yansibul khabara, na kinanasibisha nini? Khabari. Tamam, hakadha. Kwa sumiyat hadhihi al-af'alu naqisatan, na vimeitwa vitendo hivi kwa ni naqis liannaha, kwa sababu vitendo hivi la taktafi bil marfu', havitosheki kubakia na ismu ambayo ni marfu, bali la yatimu maanahu, haikamiliki maana yake illa bil mansub, isipokuwa lipatikane jina lingine ambalo ni mansub. Tamam, hakadha. Kadhalika kusema wa amsa, na amsa nahu amsa zaidun ghaniyan, amsa kwa maana amefikiwa na jioni, zaidun zaid ghaniyan, hali ya kuwa ni tajiri. Wa i'rabu, na i'rabu yake amsa fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wa zaidun ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa ghaniyan khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wa asbaha, na asbaha pia ni katika ndugu wa kana. Nahu asbaha al-bardu shadidan, baridi limekuwa ni kali. Tamam, hakadha. Taona hapo al-bardu imerufaishwa, shadidan imenasibishwa. Wa i'rabu, na i'rabu yake asbaha fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wal bardu ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa shadidan khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wa adha, nahu adha al-faqih wari'an, adha manake amekuwa. Tamam, na adha na ina maana kwamba nini? Amekuwa. Tamam, hakadha. Hivi vyote vinachukua maana ya amekuwa, lakini vingine vina maana yenye kujitegemea. Tamam, hakadha. Kwa hiyo adha al-faqih wari'an, tamam, kwa maana amekuwa mwanachuoni wa fiqh. Wari'an ni mwenye kujichunga na madhambi. Tamam, ndio maana ya wari'a. Tamam, ni mwenye kujichunga na madhambi. Wa i'rabu, na i'rabu yake adha fi'l madhi naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wal faqih ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa wari'an khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Wa dhalla, nahu dhalla zaidun sa'iman, dhalla kwa maana dhalla amebakia kuwa, zaidun zaid sa'iman ni mwenye kufunga. Tamam, hakadha. Dhalla zaidun sa'iman, amebakia kuwa zaidi sa'iman ni mwenye kufunga. Tamam, hakadha. Kwa utaona hii ina maana yake nyingine yenye kujitegemea kama ilivyokuwa amsa. Sawa, lakini vyote vina maana ya amekuwa. Tamam, hakadha. Kwa hiyo dhalla zaidun sa'iman, zaidi amebaki kuwa ni mwenye kufunga. Wa i'rabu dhalla fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wa zaidun ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa sa'iman khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wa bata, nahu bata zaidun sahira, sahira kwa maana mwenye kukesha, sahira kwa maana man lam yanam ni yule mtu ambaye hajalala. Tamam, hakadha. Kwa bata, na bata maana yake amepitiwa na usiku. Tamam, hakadha. Nahu mfano kusema bata zaidun sahira, zaidi amepitiwa na usiku, sahiran hali ya kuwa si mwenye kulala, kwa maana hali ya kuwa ni mwenye kukesha. Tamam, hakadha. Wa i'rabu bata fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wa zaidun ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa sahiran khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wa sara, nasara, nahu sara as-si'ru rakhisan, as-si'ru manake bei, si'ru ni bei. Tamam, hakadha. Lakini pia si'ru pia ina maana pia ya bidhaa. Tamam, si'ru ina maana ya bei, lakini pia si'ru ina maana bidhaa. Tamam, hakadha. Kwa chukua maana zote mbili. Kwa waswara, na swara pia ni katika ndugu wa kana. Nahu swara as-si'ru rakhisan, bidhaa imekuwa ni rakhisi au bei imekuwa ni rakhisi. Tamam, hakadha. Wa i'rabu swara fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, as-si'ru ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa rakhisan khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Wa laysa, nahu laysa zaidun qa'iman, zaidi hakuwa ni mwenye kusimama. Wa i'rabu laysa fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara,
وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وقائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. تمام هكذا. وما زال، ما زال معناك hakuacha kuwa, ما زال معناك hakuacha kuwa. نحو ما زال زيد عالما, زيد hakuacha kuwa ni mwanachuoni. وإعراب ما نافية, ما ni harufi yani kukanusha. Tamam هكذا. وزال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وعالما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. تمام هكذا. ومن فك, من فك pia manake hakuacha kuwa, man fakka manake pia hakuacha kuwa. Tamam hakadha. Na vile vile pia mafati ina maana hiyo hakuacha kuwa, lakini pia vile vile pia mabariha ina maana hiyo hiyo ya hakuacha kuwa. Tamam hakadha. Nasemaje? ومن فك, nahu man fakka amrun jalisan, kwa maana amru hakuacha kuwa ni mwenye kukaa. Wama fatia, nahu ma fatia bakrun muhsinan, hakuacha kuwa Bakari muhsinan ni mwenye kufanya wema. Tamam. Na irabu yake ni mfano wa hii irabu ya mazala. Tamam hakadha. Wama bariha, na mabariha, mabariha pia hakuacha kuwa. Tamam. Nahu ma bariha Muhammadun kariman, Muhammad hakuacha kuwa ni mkarimu, kwa maana hakuacha kuwa ni mwenye kuwasaidia wenzake na kujitolea kwa wenzake. Tamam hakadha. Wa irabu aljamii mithlu irab ma zala zaidun alima. Wa irabu aljamii, na irabu ya mifano hii yote kuanzia kwenye manfaka wa mafati wa mabariha mithlu irabi ma zala zaidun alima, ni mfano irabu ya ma zala zaidun alima. Tamam hakadha. Wa maadama, na maadama, maadama ni muda umekuwa. Tamam, maadama maana yake muda umekuwa. Tamam hakadha, muda umekuwa au muda amekuwa. Tamam hakadha. Nahu mfano la ashabuka, la ashabuka, hapa amekosea, ameandikaje? La, hiyo ni la ashabuka. Tamam hakadha, lakini hapa amekosea, wamekosea hapo, ameandikaje? La absahuka, la asbahuka, si ndio? Ameandikaje? La asbahuka, ni makosa. Asili yake ni la ashabuka, kwa maana tanguliza he na icheleweshe be. Tamam. Lakini wao wameandikaje? La asbahuka, lakini la ashabuka. Tamam hakadha. Kwa hiyo nahu la ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilayka. Tamam. La ashabuka, sitofuatana na wewe, ma dama zaidun, muda amekuwa zaidi, mutaraddidan ilayka, ni mwenye kuja kwako wewe, au ni mwenye kuja mara kwa mara kwako wewe. Tamam. La ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilayka, la ashabuka, sitosuhubiana na wewe, sitokuwa pamoja na wewe, maadama zaidun, muda amekuwa zaidi, mutaraddidan, ni mwenye kuja mara kwa mara, ilaika kwako wewe. Tamam. Ile ma hapa ni masdaria dharfia. Tamam. Anasema shekhe, wa irabu maadama, na irabu ya maadama, ma hima masdariyatun dharfia, ni ma ya masdar, lakini pia ni ya dharf, maana yenye kuonyesha muda. Ndio maana pia tumefasiri nini muda, maadama zaid, muda amekuwa zaidi. Tamam hakadha. Wadama, na dama hii fi'l madhi naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wa zaidun ismuha marfu' bi dhammati adh-dhahira. Tamam hakadha. Wa mutaraddidan, na ila mutaraddida pale khabaruha mansubun bil fathati adh-dhahira wa ilayka jarun wa majrurun muta'alliqun bi mutaraddidan. Tamam. Na ilayka hii ni jarun, ni harufu ya jar, wa majrurun, na jina lililofaishwa mutaalliqun, imefungamana hii jaru majruru bimutaraddidan na mutaraddidan. Tamam hakadha. Na tumeelezea jana mutaalliqun ni kitu gani. Tamam hakadha. Anasema shekh, wasumiyat ma hadhihi dharfiyatan, na imeitwa hii ma, wasumiyat ma hadhihi dharfiyatan, na imeitwa hii ma kuwa ni dharfia libayanatiha, au sasa liniyabatiha, liniyabatiha, kwa sababu ya kukaa niaba, an dharfin, ya chombo cha kuonesha muda. Sasa liniyabatiha an dharfin, kwa sababu ya kukaa niaba ya chombo cha kuonesha muda. Sawa. Wa masdariyatan, na imeitwa kuwa ni masdariyan, ni ma ya masdariyatan, liannaha tusbaku ma ba'daha bimasdarin. Sasa kwa sababu hii ma tusbaku, inachanganywa maa ma ba'daha, na kile kilichokuja mbele yake, bimasdarin, inachanganywa na masdari. Idhi taqdiru,
kwani makadirio ilikuwa muddata dawami zaidin mutaraddidan ilayka. Sasa muddata dawami zaidin mutaraddidan ilayka, kwa maana la ashabuka, sitosuhubiana na wewe, sitokuwa karibu na wewe, muddata dawami zaidin mutaraddidan ilayka, muda amekuwa Zaidi ni mwenye kuja mara kwa mara kwako wewe. Tamam. Kwa hiyo ile ma inachanganywa kwenye masdari ya dawami. Sasa ile ma na kile kilichokuja mbele yake vinachanganywa katika masdari ya dawami. Tamam. Kwa maana ikaitwa ma dharfia masdaria. Tamam. Hakadha imeitwa ma dharfia kwa sababu gani? Liniyabatiha an dharfi, imekaa niaba ya chombo cha muda sasa ambacho ni muddata. Tamam. Hakadha, na imeitwa masdaria liannaha tusbaku ma baada. Tamam. Kwa sababu hiyo ma inachanganywa pamoja na kile kilicho mbele yake, bi masdari kinachanganywa kwenye masdari ya dawami. Tamam. Idhi taqdir, kwani makadirio yake ilikuwa ni muddata dawami zaidin mutaraddidan ilayka. Tamam. Hakadha. Wa Sheikh baada ya kumaliza mifano hii ya juu akaingia sasa kutuonesha mifano ya vile vitendo ambavyo vitaswarifika kutoka kwenye kana na ndugu zake. Ukiwaangalia hawa kana na ndugu zake wote wamekuja katika tamshi la madhi. Sasa wote wamekuja katika nini? Tamshi la madhi. Sawa sawa. Sasa kuna kuswarifika. Kuswarifika ni vipi? Ni kutoka kitendo katika madhi kuja katika mudhari'i na kwenda katika amri. Tamam. Hakadha. Sasa kuna vitendo ambavyo vinasarifika kutoka kwenye hawakana na ndugu zake kuingia katika mudhari'i na katika amri. Sasa je, vitendo hivi pia vitafanya kazi kama wale kana na ndugu zake ambao ni madhi, au vitakuwa katika hali nyingine? Ndio Sheikh anatueleza katika mlango huu unaokuja, kwa maana katika hii sehemu inayokuja kwamba nini hivyo vitendo vitakavyosarifika kutoka kwenye madhi ya kana na ndugu zake, navyo vitafanya kazi ile ile kama ya madhi yake. Tamam. Hakadha, akasema hapo wama tasarrafa minha, wama na kile kitendo ambacho tasarrafa kitasarifika minha kutoka kwenye kana na ndugu zake, kwa maana kitatoka kwenye hali ya madhi kitaingia kwenye mudhari na amri. Yani anakusudia anna ma tasarrafa min hadhihi al-af'ali, anna ma, kwamba kile kitendo ambacho tasarrafa. Tamam. Yani anakusudia annama, kwamba kile kitendo ambacho tasarrafa kitakachosarifika min hadhihi al-af'ali, kutoka kwenye hivi vitendo gani? Vya kana na ndugu zake ambavyo ni vya madhi. Ya'malu, kitendo hicho kitafanya amala madhiha, kitafanya kazi ya madhi yake. Min kaunihi yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, min kaunihi, kwa kuwa kwake kitendo hicho. Kitendo gani? Kilichosarifika kutoka kwenye nini? Madhi ya kana na ndugu zake. Min kauni, kwa kuwa kwake, yarfa'u al-isma, nacho kita nini? Kitairufaisha ismu, wa yansibu al-khabara, nacho kita nini? Kita inasibisha nini? Khabari. Sawa sawa jamani hapo. Kwa hiyo yani anakusudia annama tasarrafa min hadhihi al-af'ali ya'malu amala madhiha. Min kaunihi yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, min kauni, kwa kuwa kwake pia nacho, yarfa'u al-isma, kitairufaisha ismu, wa yansibu al-khabara, na kitainasibisha nini? Khabari. Tamam. Nahu, mfano kana wa yakunu wa kun. Taona kana hii ni madhi, wa yakunu hii ni mutasarrifu min kana. Sasa kwa maana imetoka kwenye hali ya madhi kaingia kwenye hali ya mudhari. Wa kun pia ni mutasarrifu min kana, kwa maana imetoka katika hali ya kuwa ni madhi kaingia katika hali kuwa ni amri. Tamam. Akasemaje? Fal awwal madhi, cha kwanza hicho ambacho ni kana ni madhi. Wa thani mudhari'un, na cha pili ambacho ni yakun ni mudhari. Wa thalithu amrun, na cha tatu ambacho ni kun ni amri. Wa kulluha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara, na vyote hivi vina lirufaisha jina na vina linasibisha na vina inasibisha nini? Khabari. Tamam. Wa kulluha, na vyote hivi, tarfa'u al-isma, vina lirufaisha jina, wa tansibu al-khabara, na vina inasibisha nini? Khabari. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih mithlu al-awwal,
madhin wa mudhari'un wa amr. Na asbaha wa yusbihu wa asbih mithlu al-awwal, ni mfano wa ule mfano wa kwanza wa kana. Madhin cha kwanza ni madhi ambacho ni asbaha wa mudhari'un, na cha pili ni mudhari ambacho ni yusbihu wa amrun, na cha tatu ni amri ambacho ni asbih. Tamam. Anasema sasa, taqulu, tasema fi amali al-madhi kana zaidun qa'ima. Sasa taqulu, tasema fi amali al-madhi, katika kazi ya madhi, kana zaidun qa'ima. Wataqaddama i'rabu, na i'rabu yake imeshatangulia hapo nyuma. Tamam. Hakadha. Wataqulu, na utasema fi amali al-mudhari'i, katika kazi ya mudhari'i, yakunu zaidun qa'iman, zaidi atakuwa ni mwenye kusimama. Wa i'rabu, na i'rabu yake yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, ni fi'lun mudhari'un naqisun min mutasarrifati kana an-naqisati. Tamam. Hakadha. Mafhumu hapo? Kwa hiyo utaona kuna kitu kimeongezeka cha maelezo chenye kuonesha kwamba hii yakunu min mutasarrifati kana naqisati, ni miongoni mwa vitendo vilivyosarifika kutoka kwenye kana ambao ni naqisa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo i'rabu, na i'rabu yake yakunu fi'lun mudhari'un naqisun min mutasarrifati kana naqisa, ni fi'lu mudhari' naqis ambao ni naqis min mutasarrifati kana an-naqisa, ambayo nini imetoka katika vitendo vilivyosarifika vya kana ambayo ni naqis. Yarfa'u al-isma, inaendelea rabu yake. Tamam. Yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wa zaidun ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa qa'iman khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya kwamba nini vinafanya kazi ile ile ya madhi yake. Ndiyo maana ile kaida aliyotupa shekhe pale juu kwamba nini vile venye kusarifika kutoka kwenye kana na ndugu zake vinafanya kazi ile ile ya madhi yake. Tamam. Na irabu yake ni hiyo tumeonyeshwa katika upande gani? Upande wa mudhari. Akaingia kwenye amri, akasema wataqulu fi amali al-amri, na utasema katika kazi ya amri, kun qa'iman, kuwa ni mwenye kusimama. Wa i'rabu, na i'rabu yake kun fi'lu amrin. Tamam. Kun fi'lu amrin, kun ni fi'lu amrin naqisun naqis min mutasarrifati kana naqisa. Yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara, wasmuha dhamirun mustatirun fihi. Tamam. Na ismu ya kun dhamirun mustatirun fihi, ni dhamiri iliyojificha katika kun, wujuba taqdiruhu anta, ni wajib kuikadiria kwa maana ni anta. Wa qa'iman khabaruha mansubun bil fathati adh-dhahira. Tamam. Sawa sawa. Sheikh baada hapo akasema waqisil baqi mimma yatasarrafu. Sasa waqisil baqi, nachukua kiasi hichi kwenye vile vilivyobakia, mimma yatasarrafu, miongoni mwa vile ambavyo vinasarifika kutoka kwenye madhi kwenda kwenye mudhari na amri. Tamam. Kwa maana chukua mfano huu kisha uingize katika zote, utaongeza katika asbaha, yusbihu, asbih, na katika mifano mingine. Tamam. Ambayo inasarifika. Tamam. Hakadha. Akaendelea kusema shekhi akaendelea na akhawatu kana. Tamam. Ambaye hapa anafuatia ni laisa, akasema walaisa na laisa katika akhawatu kana, akamtolea mfano walaisa amrun shakhisun, na amru hakuwa ni mwenye kusimama. Shakhisun ina maana pia kusimama. Tamam. Lakini tutaangalia vizuri, lakini nakumbuka ina maana pia ya kusimama. Tamam. Hakadha. Kwa laysa amrun shakhisun, wa i'rabu laysa fi'lu madhin naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabara. Amrun ismuha marfu'un bi-dhammati adh-dhahira, wa shakhisun khabaruha mansubun bil-fathati adh-dhahira. Tamam. Akasema Sheikh walaysa tusta'malu, walaysa la tusta'mal. Tamam. Hakadha. Walaysa, na laysa hii la tusta'malu, haitumiwi illa bi sighati al-madhi, isipokuwa kwa tamshi la madhi. Laysa laha mudhari'un, haina mudhari'i laysa. Tamam. Laysa laha mudhari'un, hii laysa haina mudhari'un wala amrun wala haina amri wala masdarun wala haina masdar. Tamam. Walihadha, kwa sababu hii, sababu gani? Sababu ya kuwa laysa haina mudhari'un, haina amrin wala haina masdar, dhahaba ba'dhum, walitoa rai baadhi ya wanawazuoni wanahau, ila annaha, ya kwamba hii laysa harfu nafyin, ni herufi ya kukanusha, wa laysat fi'lan, sawa, na sio nini, na sio kitendo.
lakinna madhhab aljumhuri, lakini rai ya wanawazuoni wengi wana hao. Tamam. Lakinna madhhab aljumhur, lakini rai ya wanawazuoni wengi wana hao, annaha fi'lun madhin, kwamba hiyo laisa ni fi'lun madhin, liannaha, kwa sababu hiyo laisa taqbalu ta'anithi sakinata, inakubali kuingiliwa na ta'anisi ya sakina. Nahu, mfano kusema laisat hindun jalisatan, hindi hakuwa ni mwenye kukaa. Tamam. Wa qawluhu, na kusema kwake mtunzi wa matn al-Ajurumiyya. Tamam. Wa qawluhu, na kusema kwake mtunzi wa al-matn al-Ajurumiyya, wama ashbaha dhalika, yani anakusudia anna ma kana mushbihan lihadhihi al-amthila fahuwa mithluha. Tamam. Yani anakusudia anna ma, kwamba kile ambacho kwamba kana mushbihan, kilichokuwa ni chenye kufanana, lihadhihi al-amthila, na mifano hii, fahuwa mithluha, basi nacho ni mfano wake, fil amali, katika kufanya kazi, wal i'rabi, na katika i'rab. Faqishu alayhi, basi kichukulie kiasi hicho, alayhi, juu ya nini? Juu ya mifano hii. Tamam. Faqishu alayhi, basi kichukulie mifano juu ya mifano hii. Kwa maana vipi? Shekhe kuna vingine hakuvitaja. Sasa kuna vingine hakuvitaja, sawa? Kwenye mifano hii kuna vingine hakuvitaja na wala kuvitolea mifano. Sasa wewe chukua kiasi hichi ambacho umeelezwa hapa katika nini, katika kitu hicho, sawa sawa. Kwa hiyo wa qawlu, na kusema kwake, wama ashbaha dhalika, na vingine vyenye kufanana na hivi, yani anakusudia anna ma kana mushbihan lihadhihi al-amthila fahuwa mithluha fi al-amal wal-i'rab, faqishu alayhi. Wala hajata, na wala kuna haja ila al-itala, ya kurefusha maelezo, bikathrati al-amthila, kwa sababu ya wingi wa mifano yake. Kwa maana mifano yake ni mingi, lakini yeye ametoa michache katika matni yake, na shekhe pia ameisherehesha kwa uchache. Ila huna antahi. Al-kamalu lillahi wal-ismatu lil-anbiya wan-naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.